Alhamdulillah, tumeamka asubuhi ya leo kufanya stretch kidogo, kuangalia hali za wachezaji. Wachezaji wote wako vizuri, kikosi kilichosafiri nacho kiko tayari kabisa kwa mchezo wa kesho. Hiyo ni ya leo, tutakwenda kiwanjani kuangalia kufili uwanja, lakini pia vile vile tunaendelea kuwajenga wachezaji, sababu muda wa preparation sababu kama kuna mambo ya kifiziki tutafanya hakuna, ni recover, lakini kutengeneza hamu ya mechi siku ya kesho. Kingine ni kuwajenga kisaikolojia, match analysis mazuri tuliyofanya katika mechi iliyopita, lakini yale ambayo tupa changamoto tuwaelekeze wachezaji ili asiweze kujitokeza katika mechi ya kesho. Kwa hiyo kwa ujumla tuko vizuri na tayari kwa mechi ya kesho. Angalia katika msimamo, JKT unaona katika nafasi za juu kabisa pale, pamoja na kwamba kuna baadhi ya timu hazijamaliza mizunguko kufika idadi ya mechi zilizocheza JKT, lakini ile ina reflect kabisa ubora wa mwalimu, technical staff yake alionayo, wachezaji na mipango yao, ndio maana wako pale. Kwa hiyo tunajua tunakwenda kucheza mechi ngumu, tunakutana na mtu ambaye amejipanga, alafu yuko katika uwanja wake wa nyumbani. Kikubwa kama tulivyofanya application katika mechi ya Prison, ambaye alikuwa na mahitaji kama sisi, tuko katika sehemu ambayo kidogo haifurahishi, tunatamani kwenda juu, na wao walikuwa katika hali kama ile. Kwa hiyo tulijitahidi kuongea wachezaji mentally, wasipaniki, wasiwe na pressure. Kila mtu ajitahidi kutekeleza majukumu yake katika kiwanja akizingatia mahitaji ya timu, lakini bila pressure. Kwa hiyo na mechi ya kesho tutakwenda hivyo hivyo, pamoja na hali ngumu tulionayo, lakini tutajitahidi kuwa makini, tupunguze makosa, lakini Mwenyezi Mungu alivyotujalia kuweza kufungua milango, basi inshallah hapo kesho tutajitahidi kufanya vizuri zaidi ili kuwafurahisha wana Mangushi. Tunaiheshimu JKT kutokana na technical staff yake na wachezaji wake, lakini pia na sisi vile vile siku zinapozidi kwenda katika dirisha dogo tumeingiza experienced players. Sasa ukiangalia mchanganyiko wale experienced player na hawa tuliokuwa nao awali, tunaona sasa hivi tunaanza kupata positive, uelekeo wetu unaanza kuwa mzuri. Changamoto bado tunazo, tutajitahidi zile changamoto tulizo nazo zisijirudie, lakini ule ubora tulionao tukaufanye maradufu kutokana na timu tunayokwenda kukutana nayo. Hatutakiwa kuidharau hata kidogo. Kwa hiyo tunajua uhitaji wetu sisi na pia uhitaji wa ile timu. Tutazingatia mbinu, tunamjua mwalimu Ahmadi ni katika makocha bora Tanzania ambao wana mikakati mingi sana, na sisi tumekuwa tukiwafuatilia. Najua sisi tunapocheza watu wanatufuatilia na sisi tumewafuatilia. Kwa hiyo tutajaribu kutumia weakness walionayo, lakini pia vile kujiprotect na ile strength walionayo. Huu ni mpango kazi, na katika football kuna nyakati mbili, mnapokuwa na mpira na mkiwa hamna mpira. Kwa hiyo mwalimu anatuelekeza pale tunapokuwa na mpira, baada ya kupoteza mpira nini tufanye. Kwa hiyo ni kama vile tumepoteza mpira, tumeamua kupress, tumepata mpira, na baada ya kupata mpira nini tufanye. Mimi nina speed, wapo wengine pia wana speed katika timu, kwa hiyo tunafanya muda huo tukiwa tumenyang'anya mpira, mpinzani anakuwa yuko open. Kwa hiyo nini tufanye, mwalimu ashatuelekeza na maandalizi kama vile mlivyoona, na naamini katika mchezo unaokuja pia muda ambao tuna mpira na muda ambao hatuna, na imani waandishi wataona, wapenzi wataona nini tunachokifanya, sababu mwalimu anatuelekeza katika uwanja mazoezi.